Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-mauta wal hayat. Assalatu wassalamu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo nipo hapa kwa ajili ya kukumbushana mambo mbalimbali, lakini leo tutakumbusha adabu miongoni mwa adabu ambayo Allah kaifundisha ndani ya Qur'ani, Suratu Hujurat. Allah sisi katuumba, anatufahamu jinsi tulivyo. Inawezekana kuna taarifa zitakuja za uongo au za kweli, lakini Allah akatufundisha adabu. Ni pale Allah aliposema katika Suratu Hujurati, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia watu wenye imani, enyi watu wenye imani, in ja'akum fasiqun binaba'in, atakikujia yule miongoni mwa fasik, asiyekuwa miongoni mwenu, asiyekuwa na imani na habari, basi ichunguzeni hiyo habari. Kumbe Allah anatuambia habari ikia tuichunguze. Fasikhun, asiyekuwa miongoni mwenu, mharibifu, asiyekuwa na imani, an tusibu kauman, istokee kwa zuru watu wenzao. Leo tumeshuhudia ima ndani ya ndoa, mke kapata habari mumewe anatembea na mtu, mke baada ya habari ukichunguza anakuja ndani ya nyumba kuharibu ndoa yake. Leo tumeshuhudia habari ngapi zimeathiri watu, ima kwenye ndoa, ima kwenye jamii, hata kwenye nchi. Watu wanatoa taarifa mbovu ili nchi ichafuke, lakini Allah atufundisha kwamba habari yote ikija tuichunguzeni. Hebu angalia tarehe 29, ni habari tu imeelezwa, watu hawatukuichunguza, tukaingia katika machafuko. Nyumba yako iliharibika kwa ajili ya habari, hukuichunguza habari ukampiga mkeo, hukuchunguza habari ukamsema mumeo. Familia zimegombana kwa ajili ya habari. Kwa hiyo ndugu zangu, habari yoyote utakayoipata, kwanza uichunguze ina ukweli kiasi gani kabla ya hujafanya maamuzi. Inawezekana mtoa habari ni fasik, mharibifu wa ndoa yako, mharibifu wa mtaa wako, mharibifu wa nchi yako. Sasa nimekuja hapa kuwakumbusha ndugu zangu, habari si habari, si kila habari ni habari. Lazima habari hiyo tuichunguze kisha kuifanyia kazi. Tusikubali masikio yetu kuchukua kila habari ni habari. La, madhara mangapi tushaipata, ima wewe mwenyewe, jamii yako, au katika nchi. Sasa kama ulikuwa hujui, leo jua. Mungu aliyekuumba, Mungu aliyeniumba mimi, amesema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ichunguze an tusibu qauman bijahalati, kwa ujinga
ujinga, bijahalat, kwenye ujinga. Tusiwe wajinga. Nimekuja hapa lengo ni kukumbushana, si kila habari ni habari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.